Ligi Kuu Soka Tanzania Bara msimu 2026-2027 unakwenda kuwa msimu wa tofauti mara baada ya vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi hiyo kwenda kusajili wachezaji 40. Sisi tupo hapa kuhakikisha tunaenda kuangalia hasara na faida ambazo zitapatikana endapo timu zitaruhusiwa ama zimeruhusiwa kusajili wachezaji 40 katika msimu. Kumbukwe hapo awali timu zilikuwa zinaruhusiwa kusajili wachezaji 28 peke yake. Hii ni 1v1. Nipo hapa Funga Meza JR, lakini bila kusahau ipo hapa Anson Kidokia. Anson, rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Tanzania, Wallace Karia, ameweka wazi juu ya kwamba hivi sasa vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu kuhakikisha wanaweza kusajili wachezaji 40 kutokana na ratiba kuwa very tight msimu 2026-2027. Timu zitaruhusiwa kusajili wachezaji 40. Faida gani ambayo inaweza ikaenda kupatikana endapo timu zinakwenda kupewa room kubwa ya kusajili wachezaji wengi kiasi hiki? Kwanza kuna sababu nyingi ambazo zinaweza zikawa zinachangia ambazo ndo tunasema sasa ndo faida zenyewe kwa upande wa hivi vilabu. Kwa sababu kwanza tumezungumza kwamba ligi yetu imechelewa kumalizika kwa msimu ambao wa 2025 2026, kwa maana ya na hivi karibuni hapa inatarajia kuanza, kwa maana imemalizika mwezi wa sita nadhani, si ndio? Mechi za mwisho zimechezwa mwezi wa sita, alafu tunakwenda kuanza tena mwezi wa nane, kwa maana miezi miwili tu mwezi mmoja pekee wa kupumzika na siku kadhaa, kwa maana ya kusajili wachezaji wengi itakwenda kuleta faida kwa hizi timu, kwa maana ya wachezaji hawatakuwa na fatiki kubwa, kwa sababu watakuwa na uwezo wa kufanya rotation katika vikosi vyao kutokana na kuwa na idadi kubwa ya wachezaji. Tunatambua kwamba mchezaji ili aweze kupumzika inapaswa hata apate miezi miwili ya kupumzika ili aweze kuendea msimu mpya, lakini wachezaji wamekuwa wakipata muda mfupi wa kujiandaa, kwa sababu pia hapo katika ratiba zile za vilabu kuna mashindano mengine ya awali. Tunashuhudia kuna Sekafa, ukiachana na Sekafa kuna ligi yenyewe inapaswa kwenda haraka haraka, pamoja na makombe mengine yanayochezwa hapa Tanzania, kwa sababu ya kuipisha pia AFCON ambayo inakwenda kuchezwa 2027. So kwa upande wa faida, naweza nikasema kwamba vilabu vinaweza kwenda kunufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wachezaji watakuwa na uwezo wanapata nafasi pia ya kupumzika kwa kutokana na rotation ambazo zitakuwa zinafanywa kwa walimu. Lakini pia kwa faida nyingine ni kwamba tutatoa nafasi pia kwa wachezaji wengine kusajiliwa kwa wingi ambao walikuwa hawapi katika ligi kuu, kwa sababu tunatambua vilabu vyenye misuli ya kifedha lazima vitakamilisha idadi ya watu 40, na hususan vingi ndivyo ambavyo vimekuwa vikilalamika zaidi kuhusiana na mashindano kuwa mengi, kwa sababu tunatambua kwamba Mapinduzi si vilabu vyote vinaenda, lakini pia hata Muungano sio vilabu vyote, hata hii Segafa Kagame sio vilabu vyote, Champions League sio vyote. Kwa hiyo vile vilabu vinne ambavyo vimequalify kucheza haya mashindano ndivyo ambavyo vimekuwa vikilalamika, hasa kwa maana ya vitakwenda kwenye kuchukua wachezaji wengi, tukiwa tuna kumbukumbu nzuri kwamba wachezaji wameongezwa idadi, lakini sio wa kigeni, wachezaji wale wazao ambao wanatakiwa kuongezeka ili mwisho wa siku waweze kufikia 40. Kwa hiyo tutategemea hata wale vijana ambao walikuwa wanapatikana championship watasajiliwa na hizi timu, kwa sababu wenye misuli wakimtaka mchezaji ni ngumu kupindua. Kwa hiyo tutashuhudia vipaji vipya katika ligi yetu, na hapa sasa ndipo tunaanza kuona tena faida na mchango wa kuzalisha wachezaji wengi wa ndani kwa kuwa na academy nyingi. Kwa maana tutegemea sasa Fountain Gate huko wakianza vijana kuchukuliwa ovyo ovyo kwenda kushiriki michuano hii ambayo imekuwa ikichezwa hapa katika ligi yetu ya Tanzania. Sasa kwa kuwa umeniuliza mimi faida, ungetupatia hasara za hii kupewa wachezaji 40. Timu lazima isajili wachezaji 40 ili kuweza kuhakikisha kwamba hii habari ya mbanano wa ratiba na msongamano hauathiri tena. Kuna sehemu kubwa ambayo tutakwenda kuangalia kwenye nyanja ya kiuchumi. Unajua vilabu vingi hapa nchini Tanzania level zao za uchumi ni ndogo mno. Kwa hiyo unapopeleka room kubwa ya wachezaji, still wachezaji hawali mawe, wachezaji wanahitaji mishahara, wachezaji wanahitaji posho. So unapokuwa na idadi kubwa, still lazima pia wahudumie hao wachezaji. Sasa kwenye kuwahudumia hapo inaweza ikawa changamoto, na usipofanya hivyo that means kwamba mwenzako atafanya hivyo, atakupiga gap, utapangiwa michezo kadhaa mfululizo, utashindwa kuendana na mazingira, itakuforce tu na wewe lazima uchukue wachezaji wengi ambao wanaweza kukusaidia kutokana na mbanano wa ratiba. Lakini ukiachana na hivyo, kutakuwa na binafsi nadhani kutakuwa na ushindani, sema fair competition, kwa sababu kuna baadhi ya vilabu
vitanufaika zaidi na hii kanuni na sheria kutokana na misuli yao mikubwa nini ya kifedha, kwa maana watakwenda kuchukua idadi ya wachezaji 40, kwa maana wao watakuwa na hiyo favor ya kuwa na wachezaji wengi tofauti na vilabu vingine. Mimi siamini kwamba licha ya kutolewa kwa nafasi ya kusajili wachezaji wengi, sio kila klabu itaweza kuafford kumiliki wachezaji 40 kwenye kikosi chako. Kwa hiyo utagundua kwamba kuna timu zitakwenda kufaidika na kuna timu hazitakwenda kufaidika, na ukienda mbali zaidi utagundua kwamba sababu ya kutolewa room ya kusajiliwa wachezaji wengi zaidi huenda kwa sababu ya shindikizo ya baadhi ya vilabu. Sisi tumeelewana. Leo hii ukiendea ukijaribu kudig in utagundua kwamba kuna baadhi ya vilabu ndivyo ambavyo vilishawishi haya mambo ya timu kusajili wachezaji wengi kutokana na ratiba kwa ngumu, na hapa bila kupepesa macho utakwenda kuvigusa vilabu vikubwa ambavyo mara nyingi ndio vilikuwa vikitoa lawama. Tumeshasikia lawama swala la ratiba na kadhalika. Kwa asilimia kubwa kuna vilabu ambavyo vyenyewe vinahisi kwamba vinapaswa kufanywa favor zaidi, kupewa fair zaidi kuliko vingine, na sio vingine, ni hivi vikubwa ambavyo mara nyingi kama ulivyozungumza vimekuwa vikishiriki michuano mingi, kwa sababu unamkuta timu inashiriki Champions League, utaikuta timu hiyo inashiriki Mapinduzi, timu hiyo inashiriki Muungano, timu hiyo inashiriki CRDB Confederation Cup, bado hajacheza ligi. Utagundua kwamba ni timu ambazo zimekuwa zikishiriki michuano mingi. Sasa ukiangalia msimu ujao ni msimu ambao una ratiba ambayo itakuwa very tight, lazima kutakuwa na mbanano. Kwa hiyo lazima watahitaji tu backup ya kuwa na wachezaji wengi wa daraja fulani ili mradi kutengeneza mazingira mazuri kwa upande wao. Lakini pia tunaweza tukakosa quality bora katika vilabu vingi katika huu msimu wa kwanza, kwa sababu mimi naamini vilabu vingi havijajiandaa na utaratibu wa kwenda kusajili wachezaji wengi katika msimu mmoja. Kwa hiyo hizi vilabu vikubwa ambavyo vina muscles kubwa ya fedha lazima vitakwenda kuangalia wachezaji katika timu za madaraja ya kati. Leo hii huwezi kuniambia Young Africans katafuta mchezaji championship, ni uongo. Ama ataenda kuchukua labda mchezaji mmoja wawili. Mara nyingi wataangalia hivi vilabu ambavyo vipo kwenye ligi kuu. Kwa hao ligi kuu ambao hawana muscles ya kutosha ya kifedha, wao kimbilio lao litakuwa wapi? Ni championship na ligi nyingine za chini. Kwa maana utagundua kwamba kwenye msimu huu huenda tukashuhudia vilabu vingi vya madaraja ya kati vikakosa ule ubora na daraja la juu, kwa sababu ya wale expert wao wengi, wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa watapata nafasi katika vilabu hivi vyenye muscles kubwa ya fedha. Kwa hiyo binafsi nadhani kutakosa hiyo fair competition, kwa maana kuna vilabu vingi vitakuwa dhaifu kwenye msimu huu wa kwanza. Msimu wa pili at least kwamba watu watajiandaa, watajua kwa msimu huu, msimu ujao, kwa sababu hata taarifa yenyewe imetoka juzi tu hapa, rais ndo ameitoa. Kwa hiyo kuniambia vilabu vingi vilikuwa havina hata hiyo taarifa kwamba hivi sasa wanaruhusiwa kusajili wachezaji hawa 40. Kwa hiyo unagundua kwamba mwisho wa siku kutakuwa na ile unfair competition, kwa maana kuna watu watafaidika na kuna wengine hawatafaidika. Sasa kwa kuwa pia muda unaendelea kutupa mkono kwenye 1v1, mimi nikuulize tu swali hapa jepesi. Unadhani kulikuwa na haja ya kuongeza wachezaji wa kigeni wakizao peke yake, au kuona haja pia na kukua tunaongeza wachezaji wengi katika vilabu, wangepanua wigo kuwaita wachezaji pia wa kigeni? Kwa maana mfano hivi sasa tuna wachezaji 12, labda wangesema tunaongeza mpaka wachezaji 15 alafu wengine wawe wazaa. Mimi bado naona kwamba bado wamefanya sawa kwa kufinya nafasi za wageni, kwa sababu pia ya maslahi pia kwenye upande wa timu yetu ya taifa na kwenye nyanja nyingine pia, kwa sababu tunatambua kwamba hivi vilabu vinavyopewa nafasi ya kusajili wachezaji wa kigeni, asilimia kubwa wengi wanaingia katika kikosi. Kama kwa asilimia kubwa wanaingia kwenye kikosi, means tunapowaruhusu wasajili wachezaji wengi, hata wale wachezaji wetu wenye angalau ambao wangeweza kutumika kwenye hivi vilabu na mwisho wa siku tukaja kunufaika nao katika timu ya taifa, tutashindwa kunufaika nao. Natambua mataifa yaliyoendelea kwa mfano kama Ujerumani, mataifa kama Misri, katika mataifa yao wameweka vipaumbele ni wachezaji wa ndani kwanza. Kwa maana ya wewe hata kama unacheza timu kubwa kule Ulaya, tumeshuhudia sakata hata la Ter Stegen pamoja na Emmanuel Neuer. Kuna wakati Ter Stegen alikuwa na performance bora mpaka UEFA anafika hatua za mbali. Neuer yuko wa kawaida vile vile na klabu yake ya Bayern Munich, kwa sababu tu anacheza ndani, yeye ndo anakuwa priority kwenye upande wa timu ya taifa ya Germany. Kwa hiyo unakuta kuna kitu ambacho tunaweza tukawa tunakimiss kwenye timu yetu ya taifa, kwa sababu ubora wa Ibrahim Baka hivi sasa ni kwa sababu amekuwa akishirikiana na wachezaji kibao wa kimataifa katika klabu ya Yanga. Ubora wa wachezaji wa timu ya taifa wanaopatikana katika klabu ya Simba, halikadhalika pia Azam, wote wanaopata kwa sababu tunachangamana. Sasa tutakapotoa nafasi ya kusajili wachezaji wengi wa kigeni, means tutegemee sasa hata wale wa akiba wanaokaa pale kwenye mbao pale
tutegemee kuwaona kwa uchache, bali kunaweza kukawa na sheria pia za kuwabana kwamba wao wanacheza wangapi. Lakini itakuwa na manufaa gani sasa kama utamruhusu mtu acheze asajili wachezaji kadhaa alafu kwenye mechi washiriki wachezaji wachache? Kwa hiyo itakuwa pia haina maana. So mimi nadhani kwamba ingekomea hapo. Lakini kwa swali hili vipi wewe kwa upande wako unalionaje? Mimi binafsi bado naamini sisi mpira wetu wa Tanzania upo mikononi mwa wachezaji wa kigeni, kwa sababu hata wale ambao hivi sasa wamekuwa kisifiwa zaidi kati ya 100 utakuta mchezaji mmoja peke yake ndiye ana sifa za kusifiwa katika level ya kimataifa. Kwa hiyo mpaka hivi sasa bado naona kabisa leo hii Simba amekuwa na mafanikio makubwa katika michuano ya kimataifa, amefika mara kadhaa katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa mara nyingi, sio kwa sababu tu ana Shomari Kapombe, lakini kwa sababu ana Chama ndani yake. Si tumeelewana? Kwa sababu alikuwa labda kina Lali Bwalia, alikuwa na kina Luis Jose Mixon kwenye kikosi. Hao ndio walikuwa na mchango mkubwa zaidi kuipeleka timu katika hiyo nchi ya ahadi. Kwa hiyo binafsi nadhani sisi bado hatujafika kwenye level ya kuamini wachezaji wetu, kwa sababu wachezaji wetu sisi wanakuwa kwenye fluke. Yaani leo mchezaji labda alikuwa anacheza ndondo, kapata bahati, yupo ligi kuu, ana makuzi ya soka, hajapita katika akademi ambazo zinaweza zikamlea katika system nzuri ya kiuchezaji. Ukimchukua mchezaji leo hiyo Ivory Coast, jua mchezaji kuna sehemu kapita. Si ligi yao tunahisi si ndogo, lakini still wachezaji wao kuna makuzi ya football ambayo wanapitia, wanaandaliwa kuwa ma professional players. Kwa maana hiyo ukimchukua mchezaji Ivory Coast ukaenda kumchukua mchezaji Ghana, wengine utaambiwa na huyu kapita kwenye academy fulani, akapita hapa, kapita. Lakini sisi bado hatuna vipaji hivyo vya kutosha ambavyo tunaweza tukavitumia kutufikisha katika nchi ya ahadi, kwa sababu kwa miaka ya nyuma tulikuwa tuna struggle sana kufika katika hatua za mbele katika michuano ya kimataifa. Sio kwa sababu tu hatuna timu bora, kwa sababu pia tulikuwa tunakosa wachezaji wazuri ambao kimsingi wanaweza kutusaidia. Ndio maana unaona hivi sasa tumekwenda kwenye mabadiliko ya kuwa miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Lakini ukijaribu kuangalia Simba anafanya vizuri kwa sababu ana nani? Utaangalia wachezaji wa kigeni ndio wamempeleka pale. Hata magoli ambayo alikuwa anafunga, unazugua Chama anafunga goli, Simba inaenda katika hatua inayofuata, nani anafunga goli. Yaani utagundua wale wachezaji wa kigeni ndio ambao walikuwa na beba bendera ya Simba. Lakini ukizungumza kuhusu Young Africans mpaka anafika finali ya kombe la shirikisho, ni wageni ndio ambao wamesaidia kuipeleka timu. Kwa hiyo sisi bado tuna wachezaji of course vipaji, lakini bado havitutoshelezi kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Sasa zani unaniongeza? Bana, wewe ninavyokuona hapa tutamaliza kesho hapa. Kabisa. Bana, huyu fungameza au tukimwendekeza anaweza akatufanya tukamaliza kesho hapa. Ila ya msingi ni hayo ambayo tumekuwa tukiyazungumza hapa kuhusiana na ruksa ya vilabu kusajili wachezaji 40 katika msimu wa 2026 2027. Mimi ni Harrison, hii ni Viwani. Nilikuwa hapa na Fungameza Junior. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.